yetu ya Tanzania. Lakini vile vile lengo lake pia, shabaha yake kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kuwa na taifa, kuwa na nchi moja, kuwa na taifa moja linaloitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini leo Zanzibar imeshajitengenezea nchi yake. Tanganyika na yenyewe, yani Tanganyika, yani maana yake Zanzibar ikishajimega, maana yake sasa kuna muungano hapo. Na hii inathibitishwa kwa mujibu wa katiba. Na sizungumzi tu hapa maneno. Kwa mujibu wa katiba, ibara ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazungumza nini? Ibara ya kwanza inasema kwamba Tanzania ni nchi moja na ni Jamhuri ya Muungano. Ibara ya kwanza hiyo. Ibara ya pili inasema hivi: eneo lote la Jamhuri ya Muungano ni eneo lote la Tanzania bara na eneo lote la Zanzibar, Tanzania Zanzibar, na ni pamoja na sehemu yake ya bahari ambayo Tanzania inapakana nayo. Hiyo ni namba 2, yani ibara ya pili moja. Ibara ya pili 2 inasema hivi: kwa ajili ya utekelezaji bora wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano au serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Rais aweza kuigawa Jamhuri ya Muungano katika mikoa, wilaya na maeneo mengineyo kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria au kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na Bunge, isipokuwa kwamba rais atashauriana kwanza na rais wa Zanzibar kabla ya kuigawa Tanzania Zanzibar katika mikoa, wilaya au maeneo mengineyo. Sawa? Sasa sijui kama mnanielewa. Nisikilizeni vizuri sana, katika hichi kipengele ni muhimu sana. Ndipo ujue kwamba Tanzania ni nchi moja ya Jamhuri ya Muungano au Tanzania Zanzibar imeshajitenga. Ukisoma ibara ya 33 vile vile katika ibara ya 33 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazungumzia mambo yafuatayo: kutakuwa na rais wa Jamhuri ya Muungano. Kutakuwa na rais wa Jamhuri ya Muungano. Sawa? Kutakuwa na rais ambayo ibara ya 33(2) inasema rais atakuwa mkuu wa nchi, kiongozi wa serikali na amiri jeshi mkuu. Sijui kama tunaelewana vizuri. Atakuwa mkuu wa nchi, sawa, kiongozi wa serikali na amiri jeshi mkuu. Sasa nataka niwapeleke kwenye katiba ya Zanzibar. Katiba ya Zanzibar inasemaje? Katiba ya Zanzibar ibara ya kwanza inasema hivi: Zanzibar ni nchi ambayo eneo la mipaka yake ni eneo lote la visiwa vya Unguja na Pemba pamoja na visiwa vidogo vilivyozunguka na bahari yake ambayo kabla ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliitwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Ukisoma ibara ya pili inasema hivi: Zanzibar ni miongoni mwa nchi mbili zilizounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya pili A kubwa inazungumza, ibara ya pili A kubwa: kwa ajili ya utekelezaji bora wa shughuli za serikali, rais aweza kuigawa Zanzibar katika mikoa, wilaya na maeneo mengineyo kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria iliyotungwa na Baraza la Wawakilishi. Sijajua kama mnanielewa. Rais wa Zanzibar anaweza kuigawa Zanzibar katika mikoa, wilaya na maeneo mengineyo, yani bila kushirikiana na mtu yoyote. Zanzibar, Tanganyika inazungumzia yani katiba hii inazungumzia kwamba Zanzibar haiwezi kugawanywa, kama rais ndio wa Jamhuri ya Muungano ndio anaweza kuigawa Zanzibar. Lakini Zanzibari wanasema hivi: Zanzibar ni nchi ambayo rais mkuu wa nchi yake ni rais wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Sijajua kama tunaelewana. Sasa kwa mazingira hayo, hata ukisoma katika ibara ya 26
ya katiba ya Zanzibar inazungumzia mambo makubwa. Ibara ya 26 ya katiba ya Zanzibar inazungumzia mambo makubwa. Nataka niwasomee ili kusudi twende sawa, tuone kwamba je, huu muungano ni muungano sasa tuna nchi moja au ni nchi mbili katika nchi moja. Kwamba ibara ya 26 inasema kwamba kutakuwa na rais wa Zanzibar ambaye atakuwa ni mkuu wa nchi ya Zanzibar, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi. Mtu yoyote aweza kufuata kuchaguliwa kuwa rais ikiwa, yani hayo sasa, maana yake ibara ya 26A(1) inazungumza kutakuwa na rais kutakuwa na rais wa Zanzibar ambaye atakuwa mkuu wa nchi. Maana yake ni kwamba Zanzibar leo ni nchi kamili kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya 1984 toleo la 2010. Zanzibar ni nchi, maana yake ilishavunja muungano, na ndio maana mali zote za Zanzibar haziwezi kuwekwa kwenye muungano. Sasa Tanganyika, kwa nini mali zetu zinawekwa kwenye hilo kapu la muungano? Halafu anatokea kiongozi anazungumzia kwamba tutagawanya vitu hivi sawa kwa sawa, lakini kwa mujibu wa sheria ni kwamba hata kama kabla hatujavunja Zanzibar hawajafanya hivyo, walitakiwa Zanzibar ilitakiwa ipate 21% kwa 79 katika mgawanyo wa mapato yote yanayopatikana katika shughuli zote zinazohusu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ambapo ni pamoja na bandari. Wenzetu bandari wameshazitoa, wenzetu mafuta wameshayatoa, wenzetu yale mambo mengi yote wameshayatoa kwenye muungano. Halafu baadaye tunaambiwa na kiongozi anatokea na kwambia kwamba Zanzibar itagawana sawa sawa na Tanganyika katika mapato. Tuliona kipindi cha uhuru muungano, nafikiri mwaka jana nadhani, zile shughuli ziliahirishwa, pesa zile za muungano zikapangiwa kwamba zigawanye sawa kwa sawa. Kama ni bilioni 10 zilizopangwa, maana yake bilioni 5 iende Zanzibar, bilioni 5 ije Tanganyika, kinyume na sheria. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria au kwa mujibu wa katiba hii, Zanzibar inatakiwa ipate 21% ya mapato, yani yanayokusanywa katika kapu la muungano, mapato yanayowekwa katika swala zima la yanayokusanywa kwenye muungano, kapu lile la muungano. Zanzibar inatakiwa ichukue 21% tu, na Tanganyika ichukue 79% ya mapato yote. Lakini tunaambiwa eti 50% kwa 50. Unfair. Sasa unawezaje kuweka 50% kwa 50 kwenye nchi ya watu milioni 1.8 vis-a-vis na nchi ya watu milioni 67 karibia 65? Maana yake kwamba hili ni muungano, hili halifai, ni kongwa la utumwa kwa nchi ya Tanganyika. Tanganyika, yani huu muungano ni muungano ambao unaifanya Tanganyika isifaidi chochote katika huu muungano. Ili nafaidi nini sasa? Kwa sababu Wazanzibari huu muungano huu una faida kubwa kwa Watazanzibar, kwa sababu Wazanzibari wanaweza kaja huku bara wakawa watu wowote, ila Mtambara hawezi kwenda Zanzibar, Mtanganyika hawezi kwenda Zanzibar akapata nafasi yoyote. Sasa je, tuna haja ya kuendelea na huu muungano? Muungano huu umeshavunjika toka 2010. Tena toka kitambo. Muungano huu ulihalalishwa katika kuvunjwa kabisa kwa 100% 2010 Zanzibari walipotengeneza katiba yao ya Zanzibar. Na ndio maana nawaambia sasa Watanganyika kwamba amkeni tuidai Tanganyika yetu, Tanganyika yenye mamlaka kamili, ili kusudi rasilimali za nchi yetu na viongozi wetu watumike, tuwabane wanaotokana na Tanganyika, tuwabane kwa kuambia kwamba mmevuruga, mmeharibu na mmefanya vibaya. Amkeni Watanganyika, amkeni tuitafute nchi yetu ya Tanganyika, ili kusudi kwa ustawi mzuri
ili kuendelea na muungano huu tunatakiwa tuwe na serikali tatu. Serikali ya Tanganyika iwe na mamlaka kamili ambayo itadili na rasilimali zote zinazohusu Tanganyika. Na Zanzibar wao, kwa sababu wao mali zao zitakuwepo kule. Halafu tujaribu kuangalia sasa yale masuala ya muungano. Je, tunaungana katika lipi? Kwa sababu kwa muktadha huo hata Zanzibar juzi kati zilitolewa nafasi za ajira za jeshini. Watu kutoka Zanzibar eti nusu, yani watu nusu. Yani wanaotoka Zanzibar wapewe nusu na Tanganyika watu watokuta 50 kwa 50. Inawezekana vipi? Nchi yenye population ya watu 1.8 sisi mkoa tu wa Mwanza, mkoa wetu huu wa Mwanza ni mkoa ambao una population ya watu milioni 4. Lakini tujiulize, ni watu wangapi ambao wameingizwa kwenye jeshi la wananchi, ambao katika waliofaidi nafasi zile zilizotangazwa na jeshi la wananchi au zilizotangazwa na jeshi la polisi? Ni watu wangapi wanaotoka katika mkoa wetu wa Mwanza, ambao tuna population ya watu milioni 4? Zanzibar kule kama zinatoka nafasi ya 1,000, Wazanzibari wanapewa nafasi 500. Halafu sisi Tanganyika yenye population ya watu zaidi ya milioni 65 na sisi tunapewa nafasi 500. This is unfair. Huu sio muungano. Huu ni muungano ambao ni muungano wa kilaghai, ni muungano ambao ni wa kinyonyaji kabisa. Yani mimi nalizungumza hili kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu hata zinapotokea nafasi za ajira, Wazanzibari wanapewa nafasi kubwa, Watanganyika wao wanapewa yani hawapewi kipaumbele. This is unfair. Huwezi ukawa na muungano wa namna hii. This is unfair kabisa. Lazima tuhakikishe kwamba Watanganyika tuunganishe nguvu zetu kudai nchi yetu ya Tanganyika. Na mimi huu wimbo wa kuidai Tanganyika ni wimbo ambao sitaacha kupigania. Nitaupigania. Ninajua siku moja Tanganyika yenye mamlaka kamili itatokea. Tunahitaji Tanganyika yenye mamlaka kamili inayojiamulia mambo yake. Tanganyika sio iwe kongwa la utumwa wa Zanzibar. Hapana. Huu muungano sio muungano wenye afya kwa Tanganyika. Ni muungano ambao unadhalilisha, unapola rasilimali za Watanganyika na kuziweka kwenye kundi moja. No, amka Mtanganyika, tuhakikishe kwamba Tanganyika yetu mpya inakuja, na yoyote yule anayetuzuia kuipata Tanganyika inabidi tumshughulikie kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi kukubali Tanganyika sisi tuwe watumwa wa watu wachache. No, this is not. Hatuwezi kukubali. Lazima tusimame kwa pamoja, tuipiganie Tanganyika. Tanganyika itasimama na saa ya ukombozi ni sasa. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Kijana Mzalendo.